Bana, kutoka New Tanga Segera paka Maguzoni, tunazungumzia mji mtukufu wa Tanga. Sehemu ni moja tu ambao unaweza ukapata burudani na burudani ya kipekee zaidi kutoka New Tanga Segera Pub. Aliko Seifu Misimba kwa hivi sasa, Seifu Mipapa. Unaweza ukazungumza au ukajiuliza kwa nini nimemuita Seifu Misimba. Misimba imekuwa mingi kweli siku ya hii leo, ni mara baada ya Simba kutinga hatua ya finali kombe la shirikisho barani Afrika. Moja kati ya hatua adhimu sana ambayo ilikuwa ikisubiriwa na walio wengi. Maalim Seif, assalamu alaikum. Salam Jafeti, alaikum salam wa rahmatullah. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Jafeti bwana, mwanadamu amegawika katika furaha. Naam. Kuna masiku mwanadamu anakuwa na uchungu, kuna masiku anakuwa na furaha. Basi yote kwa yote Jafeti, kitu ambacho kinanifariji kweli tutarudia kusema Jafeti. Wakati tunaanza msimu wa ligi nilisema Buguruni Simba ni bingwa wa vikombe vyote Jafeti. Neno hili naona Mwenyezi Mungu analilinda kweli. Ana lengo, Allah ana lengo la kulinda tasnia ambazo tunafanya sisi. Mtu wa kwanza kuzungumza naye msimu huu, tunazungumza kabla ya Agosti 20 kufunguliwa kwa duru la kwanza ligi soka Tanzania bara, alikuwa ni Seifu Mipapa, tukiwa tumeketi Buguruni kwa Kapelo. Ulizungumza kwamba Simba unayoitazama ni Simba ambao unaiona katika ubingwa ligi kuu, bingwa shirikisho, lakini bingwa wa Azam wa CRB Federation Cup. Swali la msingi Seifu, nini cha kwanza ulikiamini au kilikuaminisha kutoka kwa kikosi ambacho kilikuwa bado hakijacheza mchezo hata mmoja kuamini kwamba inaweza ikafika finali? Hapa tukianzia kombe la shirikisho ambao hii leo Simba katinga. Jafeti. Naam. Mpira umegawanyika katika sehemu takriban 5 mpaka 6. Lakini sisi tunaopewa maiki mara nyingi tunauzungumzia mpira kwenye kuutazama katika matukio. Kuna sehemu moja mpira tunaupunja sana na ndio sehemu muhimu sana. Mpira ili uwe na timu ambayo inaweza kukupa matokeo yoyote, basi uwe umekompea wachezaji ambao wanao uwezo wa kukupa hicho kitu. Yaani kwa mfano, mimi nataka kwenda nusu finali, nataka kwenda finali, iwe Champions League au iwe Federation, popote pale. Lakini ili ufike hatua hiyo ni lazima ndani uwe na wachezaji ambao wanaweza kukupa hayo matokeo. Sasa mimi nilipoona Simba Sports wamediriki, yani kutafuta wachezaji ambao katika ligi zao, umenielewa wanapotoka ni wachezaji ambao walikuwa wanao uwezo sawa. Yani wachezaji, yani Simba haikutoka tena, imejifunza takriban miaka 3 iliyopita kwamba sasa hatuwezi kusajili wachezaji wa level zile. Tusajilini wachezaji kwanza wenye age ndogo. Kwa nini? Shida ya kwanza, wachezaji wenye age ndogo unaweza ukawatuma muda wote. Yani unawapa mechi leo, unawapumzisha siku moja, unawapa mechi kesho, hivyo wachezaji hawa wanaweza kukubeba hatua ya kwanza kwenda hatua nyingine na nyingine. Kwa hiyo kwanza kabisa nilishawishika kuiona Simba ni bora kwa sababu Simba miaka 3 Jafeti imepita katika mtu ambaye amegongwa na nyoka. Tabia zake nadhani unazifahamu Jafeti. Mtu akishakugongwa na nyoka huwa anahofia jani. Huwa anahofia mtikisiko wote unaopita katika majani. Huwa anahofia mpaka kivuli chake mwenyewe. Mtu huyo akifika kwenda kufanya usajili, kabla hujawaona wachezaji, kwanza mpongeze huyo mtu, kwa maana huyu mtu hawezi kwenda kufanya makosa yale. Hilo kwanza linishawishi kwamba Simba tunayoisajili sasa ni Simba bora. Lakini pili, unasikia anakuja Jean Charles Ahoua MVP ya Ivory Coast. Umeelewa vizuri? Anakuja kwa mfano Nauma, ni beki kweli, alikuwa akicheza namba 2 katika timu ya Vita. Kama sikosei, lakini beki namba 2 alicheza kwa sababu zipi? Kuna muda hizi nchi tunachezesha watu tu kwa sababu ni watu wa nyumbani. Ukienda katika timu yote ukifanana na kiwango na mzawa, ujue mzawa ndo atakayecheza. Wewe ulikuwa unampima yule Boka yule, unamwangalia anavyokimbia tu zile mbio zake, hajulikani wapi anakwenda, ana uwezo wa kupiga mitungi, uwezo wa kupiga chenga. Unakuja kumuona kwamba huyu Nauma alikuwa ni mtu hatari. Unamrudia Burkina Faso, katika timu ya Burkina Faso Nauma ana namba, anacheza. Unasema Simba wamemsajili Nauma Weldan, unakwenda unasema nani tena mwingine? Yani ili uanze kupata hizo shabaha, umeona
unatazama unaona amesajiliwa Douglas Fernandez Mavambo, unamfuatilia unagundua ni mchezaji hatari hata kama kwa MVP katika ligi, lakini ujamaa alikuwa mtu hatari kweli kweli. Hapa anasajiliwa nani? Nigeria ameenda kufuatwa nani? Ameenda kufuatwa huyu namba 6 wanamuita Okajefa. Unamtazama, yani ni kwa unatazama usajili wa Simba mpaka tunamaliza kumchukua Pimpin Kamara kabla kumleta mtu hatari ambaye nilishauri tu Ahmed Ally muongezee Volcano imtoshe. Inaonekana ni jambo dogo sana. Yani Ahmed amempa jina kubwa, lakini yeye ni mkubwa kuliko jina. Basi kwa utaalamu wake atutafsiri jingine litakalomuongezea kwa hatari zaidi ya Volcano. Kama kuna acid nyingine huko huwa inalipuka kutoka ardhini kwa kutumiwa na kutengenezwa, basi apewe jina hilo. Umeelewa? Kabla ya kuja mtu huyo ulikuwa unaenda kuiona hii timu ya Simba ni hatari sana. Kwa mfano mimi nimeanza kutazama Simba Day. Ile Simba Day nimetazama namna Simba wanapocheza. Nikawatazama APR, ndio walicheza nayo kama sikosei. APR ulikuwa ukiwatazama wale jamaa uwezo wao wana Jafeti wa kuzuia, yani ni wazuri sio katika umaliziaji, katika uzuiaji. Alafu Simba wanaenda kuwafungua kwamba jamaa wamegoma, dakika mwisho tunaenda kuwafungia wapi? Douglas Fernandez Mavambo, fundi wa mpira, anasema hapana, goli lile pale mimi naweza kushuti nje ya mita 12. Pamoja na kazi ya kina Chanchaz ya Hoa, ni kazi ya kina Elie Mpanzu kabla hawajafika, lakini acha mimi ni shuti timu wafunga magoli nje. Watu ambao walibezwa walionekana kama Simba hawana timu, kama APR wanawafunga goli 2, mwenendo wa Azam akapita akawakuta makubwa. Hizo picha na sifa hiyo Jafeti ndizo zilinianza kunipa mimi imani na Simba yangu moja. Lakini pili nikaangalia wachoma sindano yani kwamba sindano tena hazipo. Watu washaanza kustuka, sijataja timu hapo Jafeti. Bwana jamaa wachelewa kufuka. Wao wanajua kitu, sitaona kitu kingine. Sasa wachoma sindano wanaanza kustukiwa na kazi yao kwamba sasa ngoma inaenda kuwa ngumu. Kwa maana wanasema mwangalia anayekukimbiza mpime mbio zake, alafu utataja na zako, na ukisifu basi mwenye mbio na umsifu anayekukimbiza. Katika hao ambao mnawasifu wanawasifu wenye mbio lakini hawawasifii wanaowakimbiza Saifu Simba. Ndiyo. Swali langu la msingi, Simba ilikatishwa tamaa, Simba haikuonekana ni timu ambayo inaweza kufika hatua hizi. Simba ilionekana inahitaji muda wa kujijenga zaidi. Wapo walioenda mbali kwa kuzungumza kuhusiana na mwalimu kushusha timu daraja. Lakini wapo ambao walisema Simba haijawahi kufanya makubwa ya kutisha, sio robo finali, sio jambo pekee linaloweza kuzungumziwa kama sehemu ya mafanikio. Hili wana Simba mnalipi la kuambia hawa waliokuwa wakizungumza haya? Jafeti, nisikilize nikwambie ukweli kabisa. Na hatutoacha kutaja hivi vitu mpaka na wao wakiacha kufanya vitu vya ovyo na sisi tutaacha kusema. Jafeti, pale Wasafi amebakia George Mbangile, amebakia Edo Kumwembe, legend of soccer. Amebakia Oscar. Kwa nini? Acha niwaheshimu, niwape heshima yao. Kuna wakati unawasikia wanauzungumza mpira, lakini nadhani saizi wanafanya katika vipindi tofauti. Katika redio ambayo ina watu yani sijui wana shida gani. Ni hiyo, hao watu ndio wanoropoka ovyo, ndio hao watu issue ya kushusha timu daraja ilianza kwao na wakatafute vipindi vyao. Brother, ni watu ambao wanapoteza wakati kuzungumza. Jamani, kwani kuna vitu vingine simuache viwapite, hata kama mna elementi za uyanga. Tajiri wenu alikuwa Simba amekuja Yanga. Mbona hivyo vitu si tumevikubali sisi, ndio vibweka vya miaka hii, si ndio? Miaka mpaka tunakuwa sisi tulikuwa sijawahi kuona brother, na sio kuona. Sijawahi kuamini utahila huo, ni uite utahira. Yani niwe Simba kwa sababu ya sijui jambo gani ili nifanye kuwa Yanga. Ni utahira uliletwa na mtu mmoja asiyejitambua na wengine wakafata. Sasa nini, hata kama kuna vivi elementi vya matajiri wenu kuwa katika hiyo timu, basi kweni na heshima na mpira. Mwenelewa sijui? Ndio. Basi na adabu na mpira. Yani mwalimu, unajua mimi naweza kuwa nafundisha South Africa. Mahitaji ya soka la South Africa sio mahitaji ya soka la Tanzania. Kabisa. Wachezaji niliowatumia South Africa sio wachezaji wa Tanzania. Unawezaje kunihukumu kutoka Tanzania kwenda South Africa kwa sababu nilifanya South? Na wewe basi una ubongo mdogo. Umeelewa? Ulitambuaje mahitaji yangu? Nitakwambia kwa mfano.
Mimi wakati Manchester United wanamchukua Van Gaal mimi niliogopa, kwa sababu ukweli ulioko katika mpira, miongoni mwa watu waliotengeneza mifumo ya mpira, Van Gaal ana mfumo kabisa. Yaani mfumo kabisa, amekaa akautengeneza, akaupeleka, walimu wakaukubali na unatumika, maana sio mwalimu mdogo. Lakini alipokuja kipi kilimkuta akiwa yuko Manchester Uingereza? Ndio kusema ilimkuta aibu. Ni ajabu kumwambia mtu Van Gaal eti alifanya kazi na special one. Umeelewa? Jose Mourinho alipa kitu kwa Van Gaal. Ulikuwa unamuona Jose Mourinho ana nguvu kuliko Van Gaal. Unaona udhaifu. Huo ndio mpira sasa. Haimaanishi mimi nikiwa mwalimu bora basi nitafanya vitu bora kwa wakati wote, nitafanya vitu bora kwa ligi zote. Nikumbuka yangu kuna mtu mmoja alikuwa Shevchenko akiwa yuko Italy, alikuwa anafunga goli kweli. Akashawishika. Shevchenko unadhani ni hao watu wa Ukraine huko ndio majina yao hayo. Umeelewa vizuri? Akashawishika mtu wa Russia Abramovich akamleta Shevchenko. Kilimkuta nini Uingereza akiwa Chelsea? Alikuwa anachekesha tu. Hawa watu hawa wachambuzi hawa ambao wameelemea hili tawi la Yanga, mimi nalitaga hivyo, basi kuna muda liwe na adabu. Kwa leo wanaona aibu, kilichobaki wakikaa pale kwa sababu wanajadili matukio, watajadili haya, unajua mwalimu Fadlu hatukutegemea, unajua ilikuwa hivi. Ndio maana mimi kuna siku nilikwambia Jafet, mbuzi unaosema nyeusi ni nyeusi na nyeupe ni nyeupe utukanwi. Nani yule kumsikia na mtukana George Mbangele? Hebu nitajie nani? Sijawahi sikia akiweko kwenye hizo agenda. Kwa nini? Anauheshimu mpira. Aliwazungumza hawa, mimi binafsi ni mtu ambaye namsikiliza, ni mwalimu na najifunza ualimu, nataka kujua kitu chake. Aliwazungumza hawa Stolberg, sio mnawaita hawa. Stellenbosch. Sema hii ni timu ndogo kwa Simba. Ukiacha matokeo tuwe wa kweli, na ukweli ndio huo. Usitumtazama leo mpira Jafeti. Udogo na ukubwa ulionekana katika mpira leo. Simba walicheza kama wakubwa wakiamini hawa uwezo wa kutufunga labda muujiza. Tunaweza kuzuia na tukawatisha kwa kuwashambulia. Na mimi nasema miongoni mwa watu wamepeleka madhara makubwa ni sisi. Goli ni kwao kuliko wao. Unaweza kupiga shoti nyingi katika goli letu akiuributua tu. Hakukuwa na athari yoyote. Lakini nadhani umeona mwanamume, muona mtu hatari ile mtanzo. Jamani pointi 3 hazitoki mpaka mumkabe. Haki ya Mungu. Vile. Ewa jamaa kila nikisubiri siku gani atakosea je kumuona anakosea. Kibi Sawala. Kibi Sawala. Simtaje taratibu, ukisema Kibi Sawala omba na dua mbele. Nimemuona mtu mwenye foro zake, mwenye uwezo wa kulenga janja za Ahoa, anavyofanya hatari. Na mimi kuna mtu ukimtukana Ahoa unakuona unajua Jafeti bwana, kuna wakati tuambiane ukweli katika mipira. Kama siku umetenzwa nguvu na tukio na wewe uwezi kujitetea, achia maiki. Umeelewa Jafeti? Wewe ni mchambuzi wa social media kama mimi, wakimtaani okay, ndo hadhi zetu, nafasi zetu na taratibu zetu. Hatuwezi wote kwenda sehemu moja na hatudharauliani, lakini siku na siku Simba ina matokeo mabaya kwa sababu hujayapenda. Umeelewa vizuri? Hata ujinga basi unaozungumza. Tuulizane Jafeti, wakati Simba inapata goli moja, ni nani Simba alifurahia matokeo yake? Sikuona. Hayupo. Ikiwa hayupo aliyefurahia, leo kuna Simba aliyenuna. Ukiwapa maiki ya wote wamenuna. Kaka, kila mchezaji mzuri leo. Mbona leo watu hatuchukui maiki tukaanza kulomu? Kwani hatujakosa magoli leo? Leo magoli ya kukosa. Finali kaka. Si ndo tabu, kuna muda tushauriane brother. Ndio ukweli, mkiona yani mtu akiona hawezi kuenda wakati. Achia maiki, mtu akikufuata mabaya usiko vizuri. Sina cha kuzungumza. Kwa sababu kuna muda tunajipa shida wenyewe. Wewe kwenye Simba hii unajipata hapo. Saif Simba Mohamed Dewji, moja kati ya malengo yake makubwa ya kwanza, aim yake ya kwanza imefanikiwa, Simba kutambulika kwa miongoni mwa timu tishio katika bara la Afrika. Tunavyozungumza hivi sasa hakuna timu isiyojua Simba Sports. Lakini Simba kutoa taji la CAF, iwe klabu bingwa barani Afrika ama shirikisho barani Afrika, ndio ndoto ambayo hivi sasa imefika 90%, zimesalia 10%. Unaiona hadhima ya mwekezaji ndani ya kikosi cha Simba Sports ikienda kutimilia katika msimu huu? Jafet. Naam. Kama sikosei. Nilikuwa nasoma historia moja.
watu wakati wanashindana kuelekea kwenye maendeleo, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Alexander Bell, kitu kama hicho. Wakati anazungumzia kuja kwenye teknolojia, wakati akili za watu ziko kwenye kuganda, alipizwa na watu wengi sana, wakamwambia na hilo jambo haliwezekani. Walimuona kama kichaa kaka. Leo je, wale watu wakiinuliwa wakaulizwa Alexander Bell ameacha hiki, wanasemaje? Wataisi hawapo duniani. Mohamed, mtu mwenye fedha ameamka, ana njaa, ana voucher inamsumbua, yupo kwenye gari nzuri imempepea, yupo kafanya hivi, anatoa wazo. Jafeti, nisikilize hapo. Hapo ndo kwenye mantiki kubwa. Mtu ambaye amekamilika, elimu yake imetosha na anafanya, anakuja na wazo, anasema wazo langu mimi ni ABCD. Jafeti, mwambie huyo mtu tutachelewa kufikia lengo, lakini tunakwenda. Kwa nini tunasema hivyo? Na hapa kwa Mohamed umesema tupatulie, nataka tufanye utulivu Jafeti. Jafeti, wote tunaozungumza katika vipindi tunaosikilizana na nini, tukitafuta watu ambao hawaamini uwepo wa Mungu, sisi tutapata kundi dogo sana. Kabisa. Wote sisi tunaamini uwepo wa Mungu. Aswa? Na Mungu akisema, kauli za Mwenyezi Mungu, nyinyi Waingereza, nyinyi mnaofahamu Kiingereza wanasema terminology. Terminology. Tata ile ya Mungu ile. Yaani Mungu akisema msemo wake, hata ukiona kama mwepesi vile, kawauliza wanaosoma elimu hiyo watakwambia hapo pagumu kupata tafsiri. Sasa maana yangu ni Mungu katika vitabu vyote viwili, Biblia na Qur'ani, Mungu amewataja zaidi matajiri kuliko wafalme. Kabisa. Kwa maana matajiri ndio mawakala wa Mungu. Matajiri, unapomuona Mo ni wakala wa Mungu. Anaifanyaje kazi ya Mungu? Mo akimwambia mfanyakazi wake pale, toka una kazi, mfanyakazi anarudi mtaani anasota. Akimwacha endelee kufanya kazi, mfanyakazi ana watoto 10, atamuibia Mo shilingi 2000, shilingi 3000, watoto 10 watakula. Kuna mfanyakazi pale ana watoto 50, kuna mwenye kimada, kuna mwenye vurugu mechi, lakini wote wanaitegemea fedha ambayo wanayo nani? Mohamed. Na kusudia watu ambao Mungu amewataja kwa muda mrefu, yani muda mrefu, amewataja mara nyingi kuliko hata wafalme wa nchi. Hao watu huwa wana wazo, hao watu huwa wamebeba nguvu ya Mwenyezi Mungu nyuma yao. Au yani Mohamed wakati anasema Simba tulimsikiliza kama nyimbo, lakini kanda mbili hawakuamini chochote kitakachotokea. Sasa balaa zaidi ilikuwa wapi? Balaa zaidi ilikuwa kwa matawi ya Yanga ambayo ni vituo vya redio. Humo ndo walibeza kweli kweli. Yani Mohamed uwekezaji wake wa bilioni 20. Yani uwekezaji wake sio, umenielewa? Nakuelewa. Uwekezaji wa bilioni 20 Mohamed, afu 20 yenyewe hajaweka. Weka acha wivu, utakuumiza. Utaumia kaka. Ndala mbovu na gari yako ya kukopa, Mohamed analeta wazo brother. Jafeti. Leo unaliona wazo la Mohamed likiwa 90% kitaalamu, wanayecheza finali ni washindi, manake kauli ya Mohamed imetimia. Sasa utaniuliza, mbona kanda mbili nao walikuja ni miujiza, hata lengo hawakuwa nalo. Walikuja kama miujiza, hawakuwa na lengo, ilitokea. Huyu mtu katoka kwenye lengo. Jafeti, mijadala ya kitaalamu umekwenda shule. Mimi lengo langu niende Tanga mjini na make shilingi 100. Umenielewa? Jafeti, una lengo, kuwa na wazo la kwenda Tanga mjini, bubu umechukuliwa na gari ukabwaga Tanga ukaondoka, na mimi nikafika. Mimi na wewe ni watu wawili tofauti. Wewe ulikuja kama muujiza. Niliweka lengo nikiwa na hatua naweka 100, lengo langu kufika hapa. Sasa Mohamed amekamilisha vyote tofauti na kanda mbili. Sasa umeona tofauti yetu? Kwanza tuwe timu kubwa Afrika. Ni timu kubwa, tuko katika top 5. Tumo ndani, tumeishi ndani ya top 5. Kwanza ni timu kubwa, tutambulike. Tumetambulika, jezi yetu sisi thamani yake kwa mwaka $1 wanaitwa. Hiyo inaenda bilioni kaka, bilioni 5.6. Uzi wa Simba utakavaliwa na wachezaji wa Simba, utakavaliwa na mwanachama wa Simba, umeelewa vizuri? Wao wako final.
katika ligi wao ndo wanamfukuza kanda mbili, ambaye JSM Family mechi ya kupeana na nini, mitindo mingi na uhuni, yeye ndo anamfukuza kwa hatua ya pili. Federation ya CRDB yuko nusu finali, unataka nini Mohamed? Yaani unajua unapomtaja Mohamed Jafet bwana, na wewe bwana uwe makini sana, hebu mtafutie basi jambo zuri ili haya matawi ya Yanga hawa kina Sachi na wengine na wataja wazi yani sione hata haya. Umeelewa? Mimi unajua ningekuwa msema ovyo na Simba siku ungeona nimetinga Wasafi. Lakini hawezi kuniita kwa sababu mimi sikubaliani na mawazo yao. Mimi nakubali tu baadhi ya watu wanaojitambua. Hao nilokutajia watatu. Sina kiba na watu hata wakitoa maoni. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo Mohamed ni mtu pekee ambaye na ukitaka kujua analo wazo kubwa kuliko maarifa watu wengi. Akisema neno lake linakuwa na mjadala mkubwa sana. Hivi hawa wauza nani? Wauza magodoro na nguo. Maana mimi na t-shirt nimenunua miaka 10 sijanunua nyingine. Magodoro toka nimeoa. Hivi hawa wenzetu sijawataja jina kina nani Jafet tuelewane. Wauza magodoro na nguo hawajawahi kutaka kususia klabu yao. Hawajawahi. Wewe umesahau wewe? Nakumbuka vizuri. Ulisikia Wasafi wanajadili hilo. Wanataka kususa huku. Hapa na kaga studio pale lile kelele tu. Lakini wana mambo mengi ya kujadili kulikoni kulizungumzia hilo la watu kususa. Mbona walikuwa wanazungumzia wakati wa Moa? Moa akisema jamani hapana mimi timu nataka niachie kwa sababu huyu mnafiki anasusa. Hiyo mijadala mingine inakuwa. Hapo mbona kama umepiga kwa mzee wa minyama? Huyo ndo anakuwa na kelele ile unataka mpiga kelele, sisi kitu chochote kwake. Mimi si kumsikia anaongea kitu kizuri yule jamaa, ni kelele tu. Na Mungu kamjalia jina lake kubwa kuliko mimi. Tujue Saif Simba anarejea lini sasa ili watu wamtazame akiunguruma kutoka jiji la Dar. Sisi tulikwenda pale Segera, New Tanga Segera kumtafuta Saif Mipapa na tukajua anapopatikana ni sehemu pazuri, ni sehemu tulivu. Unapofika stendi ya Segera basi eneo ni moja tu la wewe kupata burudani na kuusuza moyo wako. Sio kwa vinywaji baridi wala vinywaji changamshi, unavipata ukiwa New Tanga Segera, ikiwa jijini Tanga. Njia panda ya Imo pamoja na njia panda ya kwenda Tanga mjini. Pale ndio katikati, ni kitovu cha burudani, na burudani uipati sehemu nyingine yoyote zaidi ya New Tanga Segera. Mipapa Dar es Salaam unaingia lini? Bwana kwanza nikupe minyama, unajua kutoka Dar es Salaam mpaka Tanga. Hiyo sport ni hatari sana. Unatenga muda kwenda kuonana na ndugu zako na mambo mengine. Hiyo kwanza nikumwagie. Tumeenjoy sana siku ya jana Mipapa. Naam. Yani, na mimi nisikia amani sana pia. Jana kaka yale mahindi hayawekewi limao. Yaani ndo raha ya Tanga. Umeona kama nina kitambi kidogo. Niona hiyo comment kaka umenenepa. Kuna mtu aliniona hapa kanambia umenenepa kaka, akataka kumwambia kuna mahindi huko ya kuchemsha na ya kuchoma yanapatikana Segera njia panda. Watu walikuwa hawajajua. Kuna mtu wallahi ukikaa huko kaka lazima unawili. Ni sehemu gani? Kwa kwanza nishukuru Jafet mlipokuja, nimepata kampani kubwa. Mimi Mungu akipenda kesho jioni nitakuwa niko Dar es Salaam katika baadhi ya mambo. Basi watu wataniona tena kutokea Dar es Salaam, lakini na mimi niseme tu kwamba wasisahau tunaposema Tanga mji mtukufu, basi kuna vitu tunavitaja, kuna raha zipo jamani, kuna majambo yapo. Watu wasidhani tu katika vitu vingine, katika kupumzisha akili na mambo mengine, basi njoo Tanga. Na zaidi ukifika hapa New Tanga Segera utakuja kusema na tutakaribisha watu wa dini zote na wa vitu vyote. Muona kwa sababu ziko lawama za baadhi ya watu. Unaonekana umetangaza, hapana, si eneo ndio tumelitangaza. Sasa nini kinapatikana ni issue nyingine. Sema kita New Tanga Segera, kinywaji unachotaka utapewa, chakula utakula, utapokelewa, kwa sababu pale kuna zaidi ya hivyo vitu vingine, na hata chakula cha mchana pia kinapatikana. Watu wakale umesema oda yoyote ile inapatikana. Hilo jambo la kwanza bwana Jafet. Naam. Kurudi mimi Mungu akijali kesho jioni nitakuwa niko Dar es Salaam katika kufanya majukumu mengine. Na Dar es Salaam ni mji wangu, watu wasistuke. Kipindi kiko niko na harakati nyingi tutanga, lakini Dar es Salaam ndio nyumbani. Alafu pia nashukuru bwana baada ya kuzungumza hayo jana,
Kuna mdau leo amenipigia simu, mdada yangu kipenzi sana kutoka Mererani Arusha. Okay. Anaitwa Halima. Halima. Amenipigia simu tukazungumza kwa furaha. Unajua Simba ni Simba ni timu moja. Ile namba ya nguvu moja. Simba ina wasomi brother. Naam. Sisi hatuna Simba nyuma mwiko kati sisi daima huko. Sijasema timu hapo. Sisi ni nguvu moja. Slogan hiyo kubwa kweli iache kabisa. Leo kwa niaba ya Saifu Simba, kwa sababu ya furaha alionayo, naomba nimfungie kwa salamu nyingi kutoka pale Marekani, maandishi matatu USA, kwa Kiza Ibisomba bana. My brother, tuna kurespect kwa kiasi kikubwa sana. Shout out nyingi sana kwako kutokea USA, lakini ukija London Uingereza utampata Ami Said, tupata pale. Lakini ndugu yetu kutoka Leicester City pia anatuwakilisha vyema kutokea huko. Wapo wengineo wengi ambao wanatufuatilia kutokea Japan, Ujerumani, South Africa, Kenya, Mtwara, tunazungumzia Mwanza. Wote hao ambao wanatutafuta kwa mawasiliano, naomba niwape njia rahisi, maana naona hizo za hapo kwenye bumper zinakuwa ngumu kuchukulika. Wasiliana kwa njia ya nambari 0758 099136, ni kwa njia ya WhatsApp 0758 099136. Itakuwa rahisi sana kumfikia Saifu kwa sababu ni ngumu sana kuweka namba zake hapo na kila mmoja kuwa anamtafuta. Kuna mtu anamtafuta alafu anauliza tuambie Simba hii tunavuka. Sasa hawezi akaeleza kila mtu, ndugu yangu. Zikiwa simu 50 itakuwa vipi? Kwa hiyo unakuta mtu atakauka. Kwa ni rahisi zaidi kupita kwa njia hiyo ili umpate. Ni njia rahisi sana. Kwa hiyo tunashukuru sana. Wana Simba wamefurahi Saifu. Na kuna ndugu yetu mmoja bwana anatokea Zambia, anaitwa Chazi Mbida. Ndugu yetu sana huyo kutokea Zanzibar, mwana Simba kweli. Na imani amefarijika kwa kiasi kikubwa mara baada ya kuiona Simba Sports nayo pia imetinga hatua ya finali, moja kati ya hatua ambayo alikuwa anaisubiri kwa hamu kubwa zaidi kutokea kule. Kuna mji unaitwa Kabligado, kama nitakuwa sijakosea, Kabligado kule Pemba. Kule kuna mji unaitwa Kabligado Pemba, ndugu yangu. Zambia hiyo. Zambia Bwana Jafeti, mwambie bwana Saifu anataka kutembea Zambia. Salamu zimefika na zitamfikia, na nadhani ataipata pia. Basi hakuna shida, Saifu anataka kufika Zambia kwa niaba yake. Basi nasi tunasema tukushukuru sana wewe uliotufuatilia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu cha hii leo. Hiki kinaitwa kipindi cha Furaha Day. Sio Furahi Day, Furaha Day kwa wana Simba, na itadumu mpaka pale Simba atakapocheza finali ya kwake ya kwanza, first leg pamoja na second leg. Ni mara mbili, nyumbani pamoja na ugenini. Lakini sikusaulishe wewe Bi Halima kutokea Mererani, kwa support yako ni muhimu zaidi katika dua na sala, kwa sababu Simba ni nguvu moja. Basi ndugu yako Saifu mtazame kwa jicho la tatu. Nadhani mimi naomba niweke nukta hapo, sitakuwa na la ziada. Labda pengine Saifu na la kumalizia. Mimi bwana, kwa sababu pia umenipitia katika baadhi ya wadau na huwa namalizia. Mimi bwana mbaguzi bwana, unafahamu vizuri. Basi katika ubaguzi tujitahidi kubagua sana. Bidhaa ya Mo itumike kwa wingi sana. Yote kwa yote. Seme tumalizie hivyo, na saizi bwana hapa nataka kupata kidogo cha riski leo. Okay. Lakini hadi nisahau na mdau wangu mmoja mkubwa, mama. Ningeshangaa Mama G, ndugu yangu tajiri. Bwana acha kabisa. Jafeti. Naam. Bwana tunashukuru wana Simba kwa support kubwa sana. Ndio. Naamini wana upendo wa dhati sana. Mimi nimalizie hapo Jafeti. Hamna shida.